الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. أما بعد، naendelea katika sura al-Anbiya kuelezea kuanzia aya ya 75. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin, na tukamtia katika rehema zetu, hakika yeye alikuwa miongoni mwa wema. Huyo anakusudiwa nani hapa? Aya ilikuja kabla yake kuhusu Lut. Walutan atainahu hukman wa ilma, Lut tumempa hukmu na ilmu na utume, na katika utekelezaji wa kazi zake amepambana na mambo, ikabidi akaomba kuokolewa. Wanajaina, na tukamwokoa min alqarya, kutokana na kijiji au mji, alati kanat ta'malu khaba'ith, mji wote ulikuwa ukifanya maovu machafu. Inamkanu qauma sawin fasiqin, walikuwa kaumu watu wabaya na wachafu, lakini yeye na wale wachache kabisa walioamini. Waadkhalnahu fi rahmatina, tukamtia katika rahma yetu. Kwa sababu ni innahu minas salihin, alikuwa miongoni mwa as-salihin. Na tunaposema waadkhalnahu fi rahmatina, binisbat li ayi rasul, kuhusu mtume yote anapotiwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, hupewa kile cheo cha utume kwa ajili ya kazi ngumu inayomsubiri, kulingania watu. Rehema za Mwenyezi Mungu zilizomiminika kwake azieneze kwa watu wake, aoneshe njia ya hidayah ya kuokoka. Kwa hivyo mtume katika kazi kubwa kabisa alikuwa binadamu, mtume kupewa kazi ya utume. Naam, na ndio hata imetumika neno rahma, kwa sababu rehema yake haibaki kwa yule mtu tu aliyepewa utume. Roho yake, rehema yake Mwenyezi Mungu akichukua yule mtume, anaisambaza kwa watu wote, wakafaidika watu wote. Na kila mtume kaja kwa kaumu yake, na Mwenyezi Mungu hampi utume ila kwa yule mwenye shahada ya kutosha ya kuweza kubeba jukumu hili. Naam, Yusuf baada kuelezea ndoto yake kwa mfalme kwamba kutakuja na mtavuna uzuri miaka 7, alafu miaka 7 ya ukame na njaa takuja, ficheni vitu vyenu katika maghala na nini. Akaambia, nipe mimi kazi ya masala yote haya, ni katika waaminifu na wenye kujua kufanya kazi. Kwa hivyo rajul munasib fi amal munasib, mtu awe munasib kwa ile jambo katika kazi yenyewe. Na Mtume SAW akiwa pamoja na ndugu zake mitume waliopita, hawa ndio Mwenyezi Mungu aliowachagua kwa kuwapa kazi hii na kuwashushia rehema zake, ili rehema zile zienee kwa watu. Lakini katika qimma ya rehema ya hali ya juu kabisa, la li ayi ahad illa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu rehema za Mwenyezi Mungu zimesababisha kuwarehemewa watu wote mpaka siku ya Kiyama, kafati nasi ya Kiyama. Mwenyezi Mungu, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Aya nasema nini? Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu anajua wapi apeleke ujumbe wake, kwa nani ampe. Na anapokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa yeye bora alopokea rehema kuliko mitume wote. Wama arsalnaka ila rahmatan lilalamin, na rehema. Waadkhalnahu fi rahmatina, aya kama hii lazima uchukue rahma za amma wa rehema khasa, za ujumla na za khasa za kupewa mitume. Kwa sababu kama tulivyosema jana, rehema amma ni rehema kwa watu wote, waumini wasiokuwa waumini,
wanaishi, wamepewa siha, wamepewa mali, wamepewa kila kitu watoto. Sisi katika jumla za rehema Mwenyezi Mungu, neema mbalimbali, lakini rehema iliyotofautika na rehema zote ile kuipata hidayah, na hidayah ile lazima aongoze mmoja ili aongoze wengineo, kila mmoja kwa kaumu yake, lakini Mtume sallallahu kwa umma wote na kwa muda wote mpaka siku ya kiyama. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukupeleka ila rehma kwa ulimwengu wote, sio ulimwengu wa binadamu tu, kwa kila ulimwengu, binadamu na ghairi binadamu. Nabii rahma salawatullahi wasalamu alayhi. Alafu tunaona aya hii وادخلنا في رحمتنا إنه من الصالحين كفتيا ونوحا hapa na Nuh mwanzo wa Lutan na Lut kule mwanzo pia wa Ibrahim na wote na huyu baada ya kutajwa na Ibrahim akatajwa Lut, baada Lut sasa hivi anakuja Nuh wa Nuhan, na aya inafuatia ya 78 wa Dauda wa Suleiman wa Dauda, yote wao inakuja mwanzo aya, na huyu pia pamoja tia katika listi hiyo, kama alivyotiwa nani Lut wa Lutan. Wadhkur ya Muhammad Lutan, taji wadhkur Lutan, mtaji Lut, wa Nuhan namtaji Nuh. Kwa hivyo tunapozungumza wa Nuhan na Nuh pia idh nada min qabl, wakati aliponadi na kuita kabla yake, kabla nani ya Lut, au kabla yote yotajwa Musa na Harun na Ibrahim na Lut na nani na Nuh. Asa Nuh, lakini Nuh kabla yao min qabl. ونادى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. النداء tunapozungumza masala nada, kuita kama walivyosema wengine, nida hutumika baina Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake na kila kiumbe kwa Mola wake. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النداء زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا, alipomwita Mola wake na kumuomba kwa anataka mtoto ashike pala pake. Na ikiwa katika hii alikuwa akiita idh nada Nuh, alikuwa akiita, na tumezungumza alipoita kwamba Mwenyezi Mungu haya sasa nusuru, natosha miaka 950 nimeteseka, sasa hivi wanastahili kuangamizwa hawa, na kamjibu kama aya tulisoma kutoka sura Nuh na kutokana na aya hapa nada na aya nyinginezo kwamba Nuh Mwenyezi Mungu akamwitikia akamtekelezea. Kwa hivyo mja anamwita Mola wake kwa haja yake, na Mwenyezi Mungu anaita waja wake. walaqad nadana Nuh falani'mal mujibun, katika Safat ametuita Nuh na tukawa bora wa kuitikia wito, ni'mal mujibun. Na Mwenyezi Mungu anapomwita mja wake kama ilivyokuja katika aya wanadainahu an ya Ibrahim katika Safat, tukamwita ewe Ibrahim, qad saddaqta ruya, umesadikisha ndoto yako uliyoota ukataka kumchinja mwana Ismail. falamma ataha nudiya من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى, Mwenyezi Mungu kamwita ewe Musa, inni ana rabbuka. Amemwita alipokuja katika bonde lile katika upande wa kulia wa eneo Buq'ati Mubaraka katika Sinai, alafu akamwita ya Musa, inni ana Allahu rabbul alamin, hakika mimi ndio Allah
Mola viumbe wote. Kwa hivyo ukitizama kama wanavyosema anida aula, kwamba ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu kumwita mja wake kwa kumpa rehema zake, na mja kwenda kwa Mola wake inakuwa dua. Baina yao moja nida, moja dua. Kutoka chini kwenda juu adua, anaomba katika mambo ya nafsi yako, mambo chochote unataka wewe. Anida kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa vipenzi vyake, laqad nadana Nuh wa ni'mal mujibun, wanadainao ya Ibrahim qad saddaqta ruya, na wengine na Musa pia alipoitwa inni ana Allahu rabbul alamin. Kwa hivyo nida min Allah ila al-abd, kutoka juu kuja chini nida, na kutoka chini kwenda juu inaweza kuwa nida na inaweza kuwa dua. Adua kwa mambo yote mbalimbali, lakini nida خلاص unaomba SOS. Sasa unataka nini? Unataka ombi kubwa utekeleze. Yani Zakaria kutaka, anaona mimi naondoka utu uzima tena, huu nataka mtoto ashike pale pangu, kwa sababu ikawa nida. Alipokuwa mgonjwa nani akaomba? Alipoita Ayub, ani masani yadhur, maradhi yamenishika. الدعاء كما نسمى النداء يركز على الصوت زيدي، والدعاء يركز جوانيني على المحتوى كتكليد واني جنب لكم jua kwamba kutoka chini kwenda juu huwa dua, kutoka juu kwa chini nida. Lakini inapofika stage akawacha dua akaenda kwenye nida, imekuwa si jambo khas, imekuwa jambo la kwa jamii pamoja, inakuja nida. Wallahu alam taban. Kwa hivyo hapa inapokuja wa Nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu fanajaynahu, fastajabna lahu, tukamjibu, wanajaynahu. Ukitazama mambo yote hapa yanapokuja katika Mwenyezi Mungu kuwaokoa mitume yake wakati inapokuwa shida imefika. Na kama ilivyokuja katika Shuara, faanjaynahu wa man ma'ahu fil fulki almashhun, tukamwokoa na hali yake walioamini katika nini, katika chombo merikebu iliyosheheniwa wao walioamini na wanyama. Tukitoka katika aya hii ambayo tumeshaelezea, basi kwa tuipitie juu tu. Wanajifanajenahu walahu min al-karbi al-azim wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kadhabu biayatina. Huyu Nuh baada ya kuwalingania watu wake 1000 sanati illa 50 ama, miaka 1000 sana ya taabu na mashaka na jeuri zao na maudhi yao. Miaka yote haya ya akhi, kustahimili miaka yote si rahisi. Aliona raha katika 50 ama, basi umetumika neno am bimaana sana za raha kidogo. Wallahu alam taban. Hivyo ndivyo wanaofasiri watu kwamba ikitumika am fa Mwenyezi Mungu kamlaza 100 am, sio 100 sana. 7 sinina tazrauna 7 sinina da'ban ka Yusuf, takaa mpandishe mlime mnini kwa miaka 7, kusanye mwache katika fisumbuli, katika vishuke vyake, mwache uinaza mkavi khazi, mkavi katika store, mkazi hifadhi. Lakini inapokuja hapa wanasarnahu, na tukamnusuru min alqawmi alladhina kadhabu biayatina, sifa aliyotoa hapa kwa tumemnusuru kutokana na watu wake, kaumu yake ambao nini, alladhina kadhabu biayatina, wamekanusha miaka yote aya za Mwenyezi Mungu zote zilizowajia bure tu. Na ndio mwambiwa sasa, chonga jahazi, tutakufahamisha namna gani jahazi vipi, kata miti, tufanye mbao, fanya hivi, anakuwa anaelekeza Mwenyezi Mungu. Alipokuja katika sura Hud ikaelezea kule, akaambiwa nini, tayari wakati tumeshakuitikia
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. akashushwa wahi kaambiwa khalas hatuamini tena ila walioamini tu basi kidogo, wala sikate tamaa, wale wanaofanya waachie tu. wasna'il fulka bi'ayunina, fanya fulk. Chombo kimetumika katika Qur'ani sana, hutumika fulk, iko jahazi, iko merikebu, iko chombo kikubwa kwenda baharini, alfulk, na mara nyingi imetumika. Halafu bi'aina wala tukhatibni fi alladhina zalamu, usije ukantajia yote walodhulumu wote, alladhina zalamu, hata mwanawe, kwa sababu wakati wanazama wanada Nuhu rabbahu, akaanza kuita kasawa na wala tukhatibni fi alladhina zalamu. Innahu nada Nuhu rabbahu kuhusu nini? Mtoto wake tena Zaina ibni, anasema mtoto wangu. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia innahu laysa min ahli, innahu ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Wa'di wako haki na wewe mwenye hikma kuliko wote wenye hikma. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, ahlika ahli almu'minin walioingia katika chombo. Innahu laysa min ahlik, innahu yeye mzima amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bi ilm. Nakwambia la tukhatibni fi alladhina zalamu, huyu alladhina zalamu wanao mwenye sa'au ila jabal yasimu min alma, mtakaa kwenye jabali nikinge. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipotoa amri hii akachonga chombo, Mwenyezi Mungu akavua akapeleka katika Judi, katika jabali Judi, wallahu alam kiko wapi. وغيض الماء قذرا واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعتكتينا فتلي mbali au قوم الظالمين walikushazamishwa. Kwa hivyo wote wamezamishwa ila wale walikuwa katika chombo, ndio vizazi vyote vikaja kutokana na wale watoto wa Nuh walikuwa wameamini pamoja naye katika nini. Tukamwokoa katika karb adhim, wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadhabu biayatina. Waliozama wote walikuwa wamekanusha aya za Mwenyezi Mungu. Innahum kanu qauma sawin, wamekadhib biayatina, halafu walikuwa watu wabaya, qaumu sawin. Faaghraqnahum, basi tukawaangamiza, tukawazamisha ajma'in wote. Sasa kipande kama hichi aya ukitaka urefu wake unakwenda katika sura mbalimbali, unatoa huku imesema nini katika Safati, imesema nini katika Hud, imesema nini katika mbalimbali, alafu unachanganya kupata picha kamili. Wa Dauda wa Suleiman, wa Dauda wa Suleimani idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim shahidin fafahamnaha Suleiman. Kauli hii kwanza, wa Dauda wa Suleiman, wa Dauda wa Suleiman, wadhkur Dauda wa Suleiman, wamewekwa pamoja kwa sababu huyu ni mtu na babake, au baba na mtoto wake. Daudi baba, Suleimani mtoto, wote wamepewa utume na wamepewa ufalme, na wao walipewa hukumu na ilmu kama wengineo, kuna Luthi na Musa na Harun na Ibrahim. Alafu hapa ukitizama wa Dauda wa Suleiman aya 78, rudi juu aya 76, wa Nuhan, rudi juu wa Lutan, wa Lutan na wa atfi ndo kwanza aya. Sasa tutakupa kisa kingine mtume mwingine na Luthi na Nuh na Daudi na Suleiman, unaunganisha hapa. Kwa hiyo unaona wa Dauda wa Suleiman anaongezewa atfa ala nini waliokusha kutajwa kabla. Kwa hivyo wa Dauda wa Suleiman, wadhkur Dauda wa Suleiman utifat ala Nuh, wameongezwa baada ya kutajwa Nuh. Kwa hivyo na je, na kisa cha Dauda wa Suleiman nakijua? Wa Dauda wa Suleiman idh, wakati, yahkumani fil harth,
Hapa Mwenyezi Mungu anataja kuhusu jambo moja tu ambalo lilohusikana na watu wawili kutoa kauli zao baina Daud na Suleiman. Wa Dauda wa Suleiman, na Daudi na Suleimani, idh wakati, yahkumani, walipokata hukmu, fil harfi, katika kadhia ya konde fulani, mazraa, shamba, fil harfi, katika konde, idh wakati, nafashat fihi ghanamul qawm, wakati waliponini, walipolisha humo mbuzi wa qaum fulani. Nafashat fihi ghanamul qawm. Mwenyezi Mungu anasema wa kunna, na sisi tulikuwa, lihukmihim, kwa hukumu zao walizotoa, shahidin, tulioshuhudia hukumu walizotoa. Daudi katoa hukumu, na baada ya kutoa hukumu ichukue kipande cha aya nyingine, fafahamna Suleiman penyeza juu kule tukamfahamisha Suleiman. Idha maana yake hukumu mbili hapa zinatoka. Kwanza haiwezekani wakawa majaji wawili kahukumu mtu mmoja akasema wa pili kasema b, haiwezi kuwa, lazima hukumu zende sambamba. Lakini sasa kuna hii kidogo hapa lazima tuelezee kwa namna maulama walivyoona katika jambo hili. Kwanza tujue kwamba huyu katoa hukumu na huyu katoa hukumu, na hukumu hizi kila moja na namna yake alivyohukumu. Lakini unapoona kipande cha aya hii inasema fafahamnaha, kuhusu kadhia hii tukamfahamisha Suleiman, haileti maana kwamba tunapunguza sifa za utume wa Daudi, intiqas min wad'ah Daud, tumfahamisha Suleiman. Ina maana kwamba hapa ilipokuja kipande hichi cha kumtetea Daudi alayhi salam, taban aliposema nini, wa kullan ataina hukman wa ilma. Kwa hivyo sikupeleke fahamna Suleiman ukasita hapo kasema unaona Suleiman alikuwa bora kuliko Daudi. La, intiqas wahid min الاثنين marfudh. Kumpunguzia sifa za utume wake na hukumu yake na kila kitu, la, marfudh, haikubaliki. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe katetea hapo hapo, wa kula, na wote wawili tumewapa hukmu na ilmu. Na ikiwa tumewapa hukmu na ilmu, ilmu ya jambo lile, na wanajua namna gani kuhukumu kwa ilmu yao na hikma yao, wanajua namna kuhukumu, na wote sawa. Itakuwaje huyu sawa na sawa? Ile kuja swala hapo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamtetea kwa kusema nini? Kwa kusema kwamba fahamna wa kullan ataina hukma ilma. Halafu basi kumongezea sifa Nabii Daudi kwa kwenda upande kumili upande wa Suleiman. Alafu anaendelea hapo, wasakharna ma'a Daud aljibala sabbihna. Sasa sifa nyingine katajwa hapo hapo, kukuondoa wewe katika nini, kutaka kumpunguzia ile sifa zake za utukufu wake Suleiman na Daud. Kwa hivyo kipande hichi lazima utazame min hadha almuntalaq, yani namna gani aya ilivyokuja, au sio? Lakini sasa tutizame kwamba hukumu ya Daud na hukumu ya Suleiman. Ilipokuwa hukumu ya Daudi ametoa, ikaja huyu wakati yuko hadhir katika kikao cha mahakama, baada ya kisha kutoa akaenda naye akasema, unaonaje baba, kwa nini hatuhukumu hivi? Ina maana kwamba sio wakati mmoja ametoa hukumu, haziwezi kuwa hukumu mbili hazifanani ikawa wakati mmoja, lazima imepita hukumu hii kwanza na inakuja hukumu ya pili. Ndio pana aliposema Nabii Suleiman kumwambia babake. Suleiman alisema kumwambia babake, ewe mtume, ewe mfalme,
hunaka ma arfaqu bihim, kuna hukumu iliyokuwa nini ina upole zaidi na ni zaidi kwa wote, kwa kundi zote mbili. Inakuja swala watu wakasema hal hukumu ya Daudi ilikuwa khata na Suleiman ndio sawa, kwa sababu fahamna. Ikaja hatua ya pili kwamba je, kila mmoja ani ijtihad au wahi umeshuka nyingine. Ikiwa zote kwamba ni wahi, haiwezi kwa wahi zikagongana, kwa hivyo inapata uzito nini ijtihad kila moja. Ikiwa ijtihad inaweza kuwa ijtihad kwa huyu sahihi na ijtihad huyu sahihi, nasib. Jambo jingine ilipokuja wanazungumzia hapa kwamba kesi yenyewe kama ilivyokuja katika aya, wakati nini wa Daud na Suleiman idh yahkumani, wote wawili wamehukumu, yahkumani lisnani, huyu katoa hukumu yake na katoa huyu fil harthi, katika konde ambalo nini idh nafashat fihi ghanamul qawm. Nafashat maana nini, wameingia kondoo au mbuzi za watu fulani, wakenda wakavuruga konde lote, mazao yote wakaharibu, tena wameingia usiku. Na ndio kwa maana hili neno nafashat linapotumika katika lugha, nafashat fihi yuqalu nafashat al-layl, ar-ra'i bil-layl, tena bila ya nini, bila ya ra'i, bila ya mchungaji, wameingia wenyewe, wameharibu konde lote. Nafashat bil-layl. Ninapokuwa mchana wanasema hamalat bin nahar, ihmali yani hamalat bin nahar nafashat bil layl, wameingia bila ya nini kuchungwa. Kwa hivyo unapokuwa mchana bila kuchungwa hamalat, nafashat usiku, wakenda wakaharibu nafashat bil layl. Sasa basi na Mwenyezi Mungu akasema nini hapa, idh yahkuman fi al-harthi nafashat fi ghanam wa kunna natukawa li hukmihim. Kwa nini sio lihukmihima? Tunazungumza yahkumani, kwa hivyo hukumu yao hili hukumu. Anasema aljam yabda min ithnain, kwa rai kwamba from 2 onwards inaweza kutumika sigha jam plural, kwa hivyo min ithnain inaweza kutumika muthanna bil jam wa jam muthanna. Wakasema la, alhudhur lakum khasmani, wote wako alionewa na alionea, mwenye mbuzi na mwenye konde. Kwa hivyo wote ni hukumu inapita mbele ya wote, hudhur hukumihim pamoja na wahusu wale watu wawili. Kwa hivyo imekuwa jamaa hiyo kuhusu niqash, kuhusu kwa nini mwanzo yahkumani alafu li hukmihima ikawa la li hukmihim ilipokuja katika aya. Na Mwenyezi Mungu asema hungi shahidina, yani hadirina, samiina, alimina, la yaghibu anna shay. Tulikuwa sisi hudhur, tuko tunasikia, tunajua, hakitoki kitu katika elimu yetu. Sasa ikiwa kondoo ameingia, Daudi kasema nini? Daudi kasema madha ameingia kondoo, ameharibu kila kitu. Ikatizama thamani ya mazao yalikuwa pale tayari kwa vile kuvunwa ni sawa na kima cha nini cha mbuzi wale. Akasema badala yake Daudi kasema kwamba huyu mbuzi wote wachukuliwe, wapewe kulipiza hasara walomtia mwenye konde, bei moja, hamna tofauti. Na bado wameingia kwa jeuri, wakaenda wakaharibu. Kwa nini sio wachunge mbuzi wako? Kwa hivyo ulipa. Je, kakosea hivyo Daudi? Wafahamna Suleiman. Suleiman akasema, je, unaona ingekuwa bora zaidi, yenye upole zaidi, na wote wasisikitike, huyu atasikitika, huyu na pili atakuwa na furaha zaidi. Akasema la, mimi naona hivi kwamba hawa mbuzi wake achukue mwenye konde, afaidike na ngozi yake nini na manyoya yake na maziwa yake, atazame. Halafu na hawa walichukue konde, walilime na walirejeshe kama ilivyo mwanzo. Wakisharejesha kama kwenye mwanzo, na hawa wameshapata faida ya konde lao, wamepata nini? Wamepata maziwa yake kwa muda ule. Warejeshe mbuzi wao, na yeye konde lake limerudi kama mwanzo, na ile muda ule wamepata ile faida ya mbuzi. Kwa hivyo wote wawili wamepata faida bila kuwa na hasara kubwa. Hiyo ndio fahamu na Suleiman. Na hukumu zote mbili
ni wajibu, kwa sababu ile haki yake, haki ya kundi lake kuharibiwa, wewe utabeba jukumu hilo. Kwa hivyo ilikuwa anaweza kuchukua, lakini arfaq bihima, ile hukumu ya nini, ya kwamba wabadilishane na kila mmoja atapata manufaa yake. Sawa, sasa tuendelea tukana hapa. Shahada, wallahu alam.